Tulianza mradi wetu mwaka jana Septemba, na tumefanikiwa kwa sasa, tumefanikiwa kuweka hizo mita kama tulivyosema na kuweza kupima upotevu wa maji kwenye eneo hili, ambapo kufikia mwezi jana tulikuwa tuna upotevu wa kiwango cha 40%, lakini kupitia mradi wa sasa tumeweza kufanikiwa kupata fedha, kupata wafadhili kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya eneo hili. Maana kulikuwa kuna mitandao ambayo ni mirefu, minyororo ya bomba za wateja ambao zinaenda kwa wateja ambao ni mirefu na ambao haina ubora. Hivi sasa tumeshajenga chemba zipatazo 66 kwenye eneo hili la mradi. Kati ya hizo chemba 132 ambazo tunategemea kuzijenga kwenye eneo hili, lakini pia tumeweza kufanikisha kulaza mabomba yote makubwa kwenye eneo la mradi. Lakini pia tumefanikisha kuweka mita, kutoa mita hizi dira za wateja wadogo, kuzitoa ndani majumbani na kuziweka kwenye chemba, mita zipatazo 200 ambazo ni wateja, ni sawa na wateja 200. Kwa hiyo kwa mfano kwa eneo kama hili, wateja wa hili eneo mita zao tumeziweka humu. Hii inaturahisishia katika usomaji wa hizi mita na pia katika kuhakikisha hizi mita zina perform vizuri. Jumla ya tuseme maeneo ya kuweka mita 132 yatajengwa na mradi umefika 6%. Sababu ya kubadilisha mfumo wa uwekaji wa mita ni kuhakikisha kwamba kwanza tunaweka mita nje ya mageti, ili tunapokwenda kusoma ama kukagua mita hakuna usumbufu kwa mwananchi. Lakini vile vile ni tunarahisisha kazi iweze kufanyika kwa haraka zaidi. Lakini vile vile mradi ule lengo lake ni kuhakikisha kwamba hakuna aina yoyote ya mwingiliano ama udanganyifu ambao unaweza kutokea endapo kutakuwa kuna watu wasiokuwa na nia njema katika kuboresha hii miundombinu ya maji. Kama unavyofahamu, tunapoendelea kuboresha miundombinu ya maji pia yamekuwa yakipotea sana. Kwa hiyo niwashukuru sana mamlaka kwa kubuni mradi mpya, mradi wa sasa, ambao mradi huu utatusaidia sana kwanza kutambua maji yanapotea kwa kiwango gani, lakini na yale yote yanayopotea kudhibiti upotevu wa maji, ili kila maji yanayozalishwa yawe na malengo ya kumfikia mwananchi. Kwa mradi huu na wenyewe unaenda vizuri, tumeuona na wananchi wanaupokea vizuri, na unagharimu zaidi ya milioni 300 kwa hatua ya kwanza, na kwa sababu utakuwa mradi bora sana utakaochangia pia kuongeza mapato, kwa sababu inawezekana maji mengi yanapopotea tunakosa pia mapato mengi. Kwa hiyo kwa udhibiti huu na mfumo unaotengenezwa wa mradi wa sasa, naamini mamlaka yetu itadhibiti upotevu, lakini itakuwa na uhakika wa kukusanya fedha kwa yale maji ambayo inayatoa kwenda kwenye jamii.